Mei 21, Jumatano, mwaka wa 2025, mwongozo wa hatua ya kugeuza maisha na mwanafunzi wa uinjilisti, Matendo 1:3. Wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Lazima urejelee safari ya kufurahia baptizan ambazo Kristo alitoa. Pia uinue miongozo ambayo nahusiana na uamsho kamili. Mlima Kalvari na mlima wa Mizeituni ni miongozo hii. Hii ni kuvunja baptizan ya Shetani na kuinua baptizan ya Mungu. Kwa hivyo, unapoingia kwenye umakinikaji wa aina tatu na mipangilio tatu, utaendelea na 24, 25 na umilele hadi majibu tatu yatakapokuja. Wakati unafungua macho yako asubuhi, utaingia kwenye mazoezi ya kupumua kwa kina na maombi ya 777 yanayofufua vitu vyote. Wakati wa mchana, utabadilisha kila kitu kuwa maombi. Usiku, utafikia hitimisho lako kupitia maombi ya kina 1. Mitume. Wakati wachungaji wanaelewa Injili kwa usahihi, zama itafufuliwa. Kwa hivyo, Yesu alitoa misheni ya kiti cha enzi kwa mitume, aliwaonyesha kanisa, shamba na parokia ya kimataifa, na kusema juu ya kuja kwake mara ya pili kupitia malaika. Mtu aliyeelewa jambo hilo zaidi alikuwa Paulo. Wakati Yesu mwenyewe alikutana na kumnyenyekeza Paulo njiani kwenda Dameski, Paulo alipokea majibu yote. Kupitia hili, alielewa kikamilifu na kuwasilisha ufalme wa Mungu. Alielewa Injili kwa usahihi sana hivi kwamba alitoa ukiri wake la Wagalatia 2:20, Wakorintho wa pili 5:17 na Wafilipi 3:1 hadi 21:2. Maofisa wa kanisa walikusanyika kwenye chumba cha juu cha Marko na kujitoa kwa maombi. Matokeo yake, milango ya mataifa 15 yalifunguliwa, wanafunzi 3,000 waliondoka, na baraka za ibada zilirejeshwa, uchumi wa nuru ulifunuliwa, na neno harakati akaondoka siku kwa siku. Kwa njia ya watu hawa, kanisa la Antiokia lilianzishwa, milango ya misheni ilifunguliwa, na walikutana nayo wanafunzi walioandaliwa wa Makedonia. Mungu aliwapa baraka zake. 3. Remnant. Yesu alipochukua msalaba, aliwaambia watu wasimlilie bali wawalilie watoto wao. Baada ya kufufuka kwake, aliwaambia wawalishe wana-kondoo wake. Paulo, ambaye alielewa maneno haya, aliingia masinagogi na kushuhudia Kristo, ibada, maombi na ufalme wa Mungu. Kiwango chako lazima kiwe kurejesha mataifa 237, makabila 5,000. Hilo lahitaji washiriki wa kutaniko, maofisa wa kanisa na remnant ili kufunua kikamilifu kumbi tatu na zama ya wikendi ya siku 3. Ombi la agano. Mungu Baba, nipe neema na nguvu ya kuanza upya. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.